Mhubiri anasema kila kitu kina majira yake na kila jambo duniani lina wakati wake. Mtu mwenye mafanikio zaidi ni yule anayetembea katika majira sahihi, eneo sahihi na watu sahihi ndani ya ufalme. Katika kila majira, Bwana huachilia neno. Februari 2025, sauti ilisema, The Lord wants you to be well. Leo mwaka 2026, Bwana amelirejelea neno hilo. Anaendelea kutenda sawa sawa na alivyosema. Tunamwona mtu mmoja katika kitabu cha Mathayo mwenye ukoma chini ya sheria ya Musa. Mtu huyu hakuwa na utoshelevu, nguo zilizochanika, ishara ya kukosa upendo wa Baba, nywele zisizochanwa, picha ya akili isiyo na utimamu, mdomo uliofunikwa akisema, mimi ni najisi. Aliahidi na kujihukumu. Alikaa peke yake nje ya kambi, akitengwa na kila anachokipenda. Mwenye ukoma ni picha ya mtu aliyepungukiwa utoshelevu katika kila jambo. Alipomwona Yesu akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Hili limekuwa ombi la kawaida sana kwetu. Mungu, ukitaka nitapata kazi, ukitaka nitapona. Lakini kwa mwana mwenye ufahamu sahihi, hili ni ombi la kitoto. Maombi yetu yanapaswa kutoka kwenye msingi wa ufahamu kuwa tayari tumejazwa upendo, tumeondolewa aibu na tumekabidhiwa utoshelevu. Yesu akanyosha mkono, akamgusa, akasema, nataka takasika. Mara moja ukoma ukatoweka. Hapa tunaona nia ya Mungu Baba ikifunuliwa kupitia Kristo. Akumponya mwili tu, alimrejeshea akili timamu, alimwondolea aibu na kumrudisha kwenye familia. Familia ya Kristo ndiyo mahali Bwana alipokusudia tuwe na utoshelevu na kuondolewa maombolezo. Kazi kamilifu ya msalabani ni uthibitisho kuwa Mungu anataka uwe na utoshelevu. Usiwe na shaka na afya yako, uchumi wako, wala kizazi chako. Katika majira haya 2026, simama na ukiri kwa ujasiri, Mungu Baba ananipenda, anataka niwe na utoshelevu. Nina afya njema, nina utimamu wa akili, nina amani na furaha, yote katika Kristo. Tulio na Mungu tuna roho wa Mungu.